Tatizo la libido, upungufu wa nguvu za kiume na pia ukosefu wa hamu kwa wanawake lipo na limeathiri watu wengi sana, na ndio tungependa kulizungumzia leo. Kwanza kabisa, upande wa wanaume, ni nini haswa kinaweza kikasababisha? Kawaida mtu anafaa jue ya kwamba 70% ya mambo ya kufanya mapenzi huwa inatoka kwa akili, na kama akili haijatulia hakuna jambo lolote litafanyika. Hata uwekewe zile dawa za kusisimua misuli katika chakula, kama hujui na hujaliweka kwa akili, hakuna kitu kitafanyika. Kwa hivyo ni muhimu sana wakati unapokuwa uko na tatizo hili la upungufu wa nguvu za kiume, uweze kututembelea ndio tuweze kujua tatizo lako linatokana na nini, tuweze kukusaidia. Pia kuna upungufu wa hamu kwa wanawake. Wanawake wanapungukiwa na hamu, na ni wengi hawasemi kwa sababu labda wanaona sio jambo la kawaida, lakini ni jambo la kawaida. Hormones inaweza enda chini, kama vile estrogen inapoenda chini, wakati mwingine hamu inapungua. Pia sio hamu peke yake, pia unaweza kuwa na ukavu katika sehemu zako ama njia ya kizazi. Wakati zile Bartholin glands zinakosa kutoa ule unyevu unavyotakikana, hapo kunakuwa na tatizo, na utakuwa unapata uchungu wakati wa kufanya mapenzi. Ni jambo gani linasababisha upungufu wa nguvu za kiume kwa wanaume wenzangu? Kwanza kabisa, upungufu wa hormones kama testosterone. Kama kiwango chake kiko chini, hiyo ndio inatufanya wanaume. Kama iko chini, ujue nguvu ya kiume bado itaenda chini, libido itaenda chini. Pia nimesema mambo ya mawazo. Kama labda kuna kitu kinakusumbua katika akili yako, unakuwa kwamba akili yako haijatulia, ujue hakuna vile utaweza kufanya ile kitendo kama vile unavyotakikana. Pia kuna mambo kama magonjwa ya zinaa, ugonjwa wa kisukari, high blood pressure, pigaji wa punyeto, msongo wa mawazo, ama ugonjwa wowote katika mwili. Wakati unapokuwa na maumivu, uweze kufikiria mambo ya kufanya mapenzi, na hiyo huwa inakuwa one way. Kama kuna maumivu yoyote, kama kuna ugonjwa wowote katika mwili, hakuna vile utakuwa na uwezo wa kufanya mapenzi vile inavyotakikana, na pia kwa kile kiwango kinachotakikana. Kwa hivyo wakati umetutembelea, huwa tuko na uwezo wa kujua shida yako inasababishwa na nini. Kulingana na vile umeelezea, daktari ataweza kujua ni kipimo chipi atakachofanya ndio aweze kukusaidia vizuri. Kama mnavyoelewa, mambo ya mapenzi huwa ina umuhimu sana katika ndoa, na hivyo ni muhimu sana kama umepata uko na tatizo lolote, umeona nguvu yako ya kiume imepungua, ama wewe ni mwanamke hamu yako iko chini sana, unaweza ukatutembelea katika kliniki yetu. Tutaweza kukusaidia, tutaweza kukusikiza, tujue tatizo lako linasababishwa na nini, na hivyo tukupe suluhisho la kudumu uweze kufurahia haya maisha ya ndoa. Ningependa kuwaomba wale wote wenye wameathirika na hii shida, alafu labda unakimbilia kutumia madawa ya kusisimua misuli, yatakuathiri, hakuna mahali yatakupeleka. Inakufurahisha tu kwa dakika 2, lakini baadaye shida inarudi pale pale na inarudi kuwa mbaya zaidi. Unaweza kuja tukakutatulia tatizo lako. Fanisi Herbal Clinic tuko Nairobi Information House, 5th floor, room 515, karibu na bus station, opposite Quickmart supermarket. Pia kama uko maeneo mengine, tuko na matawi tofauti katika nchi yetu ya Kenya. Unaweza ukatupigia simu tuweze kukueleza mahali tutakuwa karibu na wewe, 0722685420. Na kama uko nje ya Kenya, huwa tunawatumia dawa mahali popote ulipo. Asante.